30. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi ya Al-Hikma Foundation ni taasisi ambayo imesajiliwa chini ya wizara yangu na chini ya idara ya usajili, chini ya msajili wetu na mlezi wetu mkuu kaka yetu Emmanuel Kihampa, na alhamdulillah ni taasisi ambayo inajitahidi kufuata taratibu zote za kinchi, na kwa kuwa ni taasisi ya Kiislamu pia inafuata taratibu za dini yetu pia. Wazo hili la kuwasaidia vijana ili kuwawezesha katika kuaga ukapera na ubachela, hili wazo limezalika kutoka katika yale mashindano ya Qur'ani tukufu ambayo yanafahamika kuwa ni mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ulimwenguni, ambayo hufanyika kila mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani ya uwanja wa Mkapa na uwanja wa Uhuru. Watoto wa mjini wanamsemo, wanasema baada ya watani wa jadi Simba na Yanga waliojaliwa kujaza viwanja vile ni taasisi ya Hikma Foundation katika yale mashindano yake makubwa. Kwa kuwa jamii yetu ya Kiislamu na ya Kitanzania imekuwa na imani kubwa sana na taasisi hii, rais wa taasisi huyo kanaye pembezoni mwako, Sheikh Sharif Abdul Qadir, ambaye ni mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiukoo, amekuja na idea akasema, hawa hatuwezi kuwalipa sisi, huwa tunawaita kuja katika viwanja hivyo, wanatuitikia bila ya kuwapelekea magari wala kuwapa nauli wala chochote. Kwa nini kila mwaka tusitangaze kufanya jambo kwa ajili ya jamii yetu? Ndipo fikra likaanza mwaka 2023 kwa agizo lake kama rais wa taasisi. Mimi kama mkurugenzi mkuu wa taasisi nilisimama na kutangaza mwaka 2023 ya kuwa tutaozesha vijana 70, ambapo gharama za mahari zao zote na suala zima la ndoa kama unavyoona, ukumbi, mavazi, chakula, vinywaji, makameraman, kila kitu tumekuwa ni wenye kubeba sisi. Kisha tukaingia ndani ya mwaka 2024 tukiwa kule kwa Mkapa, tukatangaza tena, na mwaka huo tutaozesha vijana 100, jumla wakawa ni 170. Mwaka 2025 ambapo ni mwaka jana, Mwenyezi Mungu ametujalia na kutufungulia zaidi, tukaozesha vijana 100 tukapeleka nchini Burundi, jijini Bujumbura, na 100 tukazibakisha hapa nyumbani. Kwa hiyo utaona 2023 tuliozesha vijana 70, 2024 tuliozesha vijana 100, 2025 tukaozesha vijana 200, na mwaka huu ikiwa ni mwaka wa 4 mfululizo na ni mara ya 5, ndoa ya 5, tumeozesha mbele yako ndoa 130, ambapo hadi sasa idadi ya vijana tuliojaliwa kuwasaidia na kuwawezesha katika suala zima la kuwaozesha na kuwalipia hizi gharama ni vijana 500. Ukichanganya na hao wake zao, maana yake hadi sasa tumewezesha kuozesha vijana 1000, kwa sababu wanaharusi hawi wanaharusi mpaka na bi harusi awepo. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, labda niseme leo kwa nini taasisi ya Hikma Foundation imependa kufanya jambo kama hili.
Mosi, ndoa kama unavyofahamu mheshimiwa mgeni rasmi, ni ibada kubwa sana, na Mungu wetu, mlezi wetu na Muumba wetu huwa anaipenda ndoa kuliko maovu na machafu. Lakini tumekuja kugundua vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuoa na kuuaga ukapera na ubachela. Tulichogundua, vijana wamekosa pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Ndipo tukaona kumbe linawezekana. Lakini miongoni mwa sababu pia ni kutaka na sisi kuchangia katika jamii yetu kupunguza maovu na machafu. Kubwa kuliko, mheshimiwa mgeni wetu rasmi, ndoa hupelekea kulinda maadili yaliyo mema katika nchi na katika jamii. Leo ukiangalia, mheshimiwa mgeni rasmi, Mwenyezi Mungu amekujalia Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuamini na amekukabidhi wizara nyeti kama hii, na sisi tunamwomba Mungu akusimamie, akusaidie ili uweze kumsaidia Mheshimiwa Rais na kumsaidia Watanzania kwa ujumla kupitia wizara yako. Wewe unajua, miongoni mwa mmomonyoko wa maadili huenda ukosefu wa ndoa pia hili linaweza likawa likachangia. Vijana wengi leo ambao wanashinda mitaani, panyarodi, makarodi, sijui panyabuku, sijui, wengi kiwaangalia ni vijana waliokosa wazazi wawili wa kuwalea. Na katika nchi yetu kuna mtihani mmoja, wanaume wengi tuna uhodari wa kuzalisha wanawake kisha kuwatelekeza. Watoto wengi hivi sasa wanalelewa na mama zao. Wamama ni wanyonge, wamama ni madhaifu. Wakati mwingine ulezi unaweza ukawashinda watoto. Wakishakuwa mabarobaro, wakishakuwa watu wazima kidogo, wanawazingua mpaka mama zao, hawawasikilizi. Mwisho utaona mmomonyoko wa maadili unakuwa ni mkubwa. Vijana wasiosikia la mkuu wamekuwa wengi. Sisi kama taasisi ya Hikma Foundation tumeona miongoni mwa sababu na vyanzo vizuri vya kupunguza mmomonyoko wa maadili katika nchi ni kuwezesha ndoa kwa wingi na kwa wingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, naomba sasa nikwambie ya kuwa hili jambo sio jambo jepesi, kwa sababu mchakato wake huwa tunauanza muda mrefu. Kwa mfano, tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 katika mashindano ya Qur'ani tulipotangaza safari hii tutaozesha vijana 130, tukawawekea tarehe ya kuja sasa kuchukua fomu za maombi. Vijana waliokuja na waliojitokeza ni maradufu ya hawa waliopatikana. Hii nini maana yake? Maana yake vijana wengi wa Kitanzania wako tayari kuingia katika swala zima la ndoa, lakini wamekosa watu wa kuwashika mkono kwa namna moja ama nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jambo hili huwa hatulipeleki kiholela, tunalipeleka rasmi, kwa sababu kwa Tanzania, na sisemi kwa fahari kwa sababu tumekatazwa kujifakhiri na kujisifia, kwa Tanzania ni taasisi ya Hikma Foundation ndio ya kwanza iliyoanzisha suala zima la kufungisha ndoa za pamoja. Na kwa sababu huu ni mwaka wa 4 na ni awamu ya 5 au mara ya 5, tumejaliwa kupata uzoefu au experience kidogo. Katika sasa uzoefu tulionao, huwa hatumwozeshi kila mtu, bali huwa tunaweka vigezo na masharti katika kuliendea jambo hili. Kwa haraka, mwaka huu tulikuwa tuna masharti kama 10, mheshimiwa mgeni rasmi. Sharti la kwanza tulisema mwaka huu mabinti ndio waje kuwaombea hao waume zao watarajiwa, na wanawake walijaa sana ofisini.
kwa sababu baadhi ya vijana wanawawekea usiku mapenzi ya miaka 2 3, tunadanganyana, binti atakapolewa anamwambia sina uwezo. Wanawake wanakuja kwa wingi katika ofisi zetu, wanakuja kuchukua fomu za maombi kwa ajili ya wachumba zao. Kwa hili kwa sharti la kwanza, anayekuja kuchukua fomu ya maombi awe binti mtarajiwa na sio huyo mwanaume. Sharti la pili ni kuwa anayetaka kusaidiwa katika jambo hili awe Mtanzania, kwa sababu taasisi ya Kitanzania na inalenga kuwasaidia Watanzania. Sharti la tatu, tulisema huyu mwanaume anayetakiwa alipiwe mahari awe hana mke kabisa, bachelor. Asiwe kama shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Shekhe Walidi, level 6 ana wake 4, au Shekhe Alhadi Musa Salu ndugu yake level 6. Wasiwe kama mashekhe. Kwa hiyo akija mtu anataka kuongeza mke, mheshimiwa mgeni rasmi tunaambia hapana, wewe huna tatizo sana, tayari una mke. Kwa hiyo moja ya masharti yetu, anayetaka kusaidiwa kulipia mahali hakikisha hana mke kabisa, ni bachelor. Hili ni sharti letu la tatu. Ama sharti la 4, tumesema anayetaka kusaidiwa kulipiwa mahali awe tayari amekwisha anza hizi process na amekwisha posa, anania kuoa siku nyingi, anakwama kwenye mahali tu. Huyo yuko serious, tumwezeshe, kuliko yule ambaye anakurupuka baada ya kusikia tangazo letu. Huyo atakuja kumwacha binti siku yoyote. Sharti la 5, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa haraka, mwanaume awe ana chanzo cha kupata riziki. Hatutaki kumwozesha mtu ambaye hana kabisa hata kibarua, atamlisha nini, atampa taabu. Hata dini yetu ya Uislamu imekataza hilo. Mtume wetu anasema kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul, yatosha mtu kuchuma madhambi pindi atakapokuwa anaitelekeza familia yake. Kwa hiyo tukasema vijana, hakikisheni mna kibarua. Maana yake ni hawa wote hawa wana vyanzo vya kupata riziki, shilingi 2-3. Kinachowashinda nini sasa? Kinachowashinda pesa za mkupuo, mahari za pamoja. Hizo ndizo zilizokuwa zikiwashinda. Tukaja na sharti la 6, mheshimiwa mgeni rasmi, anayetaka kusaidiwa na taasisi ya Hikma Foundation awe amechukuliwa fomu na mwenzake na aijaze na airejeshe. Sharti la 7, awe amefanya usaili, kwa sababu tulikuwa tuna usaili. Tumegundua kupitia katika interview mbalimbali na usaili mbalimbali, baadhi ya vijana wana matatizo ya akili. Hatuwezi kumwozesha, tunawapiga chini. Na niliona tangazo la Profesa Kabudi kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi 35% ya vijana wanavuta bangi, wamedaka. Sasa katika interview, mheshimiwa mgeni rasmi, unazungumza na mtu unaona maskini bwana, kumbe mgonjwa wa akili. Sasa hatuwezi kumwozesha. Tunataka binti aolewe mwanaume na mwanaume ambaye yuko timamu, na ndio maana tukaweka interview au usaili. Sharti la 8, mheshimiwa mgeni rasmi, awe tayari ndoa yake ifungwe pamoja na wenzake kama hivi leo. Ambaye hatakuwa tayari anataka akaolewe katika msikiti wake maalumu au nyumbani kwake au kijijini kwake, huyo ameshindwa katika jambo hilo. Sharti la 9, awe amethibitishwa na imamu wa msikiti anaopokea, aseme huyu namjua, ampe barua, au mwenyekiti wa serikali za mtaa anapotokea. Mwisho tukasema ya kuwa wali, baba wazazi na baba mzazi wa mabinti au baba wazazi wa mabinti akubali naye ndoa hii ya binti yake ije iozeshwe kwa pamoja na wenzake. Kuna wale wakataa, wanasema binti yangu yuko tayari aolewe, lakini desturi na mila za kwetu aje akunje goti nyumbani kwangu. Haya mambo kufundisha moja pamoja sasa tutaki. Na sisi tuomba samahani, sharti moja wapo limekushinda. Kwa hiyo hawa 130 ambao leo unawaona wamekubaliana na masharti haya
na ndoa za pamoja zimeweza kupatikana kwa pamoja.